Sefu Juma ni mkazi wa Pujini Kibaridi. Tukio lilipotokea wakati sisi tunarudi katika shughuli zetu, tulikuwa tupo maeneo ya bandarini. Ghafla akatokea mzee kuja kutupa taarifa kwamba kuna kijana wetu kaelemewa na jiwe wakati yuko kwenye kazi zake. Kuvunja mawe, tukachimba, ikashindikana. Mpaka ikaja Staveta ikatupa msaada kidogo wa kuchimba, ndipo na sisi tukaingia na masururu ili kupata mwili. Jina langu Suleiman Hilali Abdalla, nakaa Pujini. Hiyo lilipotokea, mimi nilikuwa katika shughuli zangu za kutoka baharini, nikapata ripoti kutoka kwa mzee na tukafika eneo la tukio tukiwa wengi, na tukashirikiana na vijana wenzangu na watu wazima waliokuwepo, tukafanya kazi ya kuvunja mawe mpaka tukakaribia mwili kuuona, lakini ikashindikana. Hapo ndo ikaja Staveta ikatusaidia, then baadaye na tukaupata mwili. Nilipata taarifa kama saa 3 hivi. Jina naitwa Mratibu Mwandamizi Mbaruka Juma, ni mkuu wa operation zone ya Pemba. Majira ya saa 4:30 tulipata taarifa kwamba kuna mtu kanamiwa na fusi eneo la Pujini. Tumefika eneo la tukio na kukutia mtu huyo bado yuko chini ya fusi hilo. Hapo taratibu zinaendelea ni za uokozi, lakini kulingana na lipande kubwa la ardhi limekatika na limemlalia, ilibidi tupate msaada wa Staveta. Ilibidi tufanye tutafute msaada kutoka kwa wenzetu watu wa mawasiliano. Tumechukua muda kwa lingana na magari yenyewe yalikuwa na kwenye pilika nyingine za kikazi, lakini hata hivyo yamefika eneo la tukio na taratibu zilizoendelea hapo ni za uokozi. Tumefanikiwa kutoa mwili huo, lakini kwa uthibitisho wa daktari ni kwamba alikuwa ameshafariki. Ushauri tu kwa wananchi, kulingana na eneo lilivyo, eneo limekatika, ina maana hata usalama wake ni mdogo. Kwa hiyo umewashauri mamlaka husika ikiwemo watu wa mazingira kufika eneo lile na kuchukua maamuzi kama nilikulifungia kwa muda au kutoa ushauri wengine kwa wananchi.